Habari za muda huu ndugu zangu popote mlipo, ni yule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu, katika mwendelezo wa kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali za kijamii. Leo niko hapa tuifahamu historia ya TANESCO. Je, tunafahamu? Na pia tuangalie sheria zinasemaje za mamlaka hayo ya TANESCO. Tega masikio yako, macho yako, endelea kunifuatilia. Juma Omari Sharifu. TANESCO ni shirika la ugavi wa umeme Tanzania. TANESCO ni shirika la umma lilianzishwa mwaka 1964 chini ya sheria ya Tanzania. Lengo kuu: kuzalisha, kusambaza na kuuza umeme kote nchini. Kwanza tumejifunza limeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya nchini ya mwaka 1964. Shirika hili la ugavi wa umeme Tanzania, umeme TANESCO. Hebu tuangalie historia yake. Shirika hili la ugavi wa umeme Tanzania, umeme ulianza kutengenezwa Tanzania, yani Tanganyika, mwaka 1908. Umeme ulianza kutengenezwa Tanganyika 1908 na koloni la Ujerumani huko Dar es Salaam. Katika mwaka 1931 umeme ulipatikana katika makampuni mawili. Kampuni ya kwanza ni Tanganyika Electric Supply Company Limited, TANESCO, na kampuni ya pili ni Dar es Salaam na wilaya ya Electric Supply Company Limited, DANESCO. Makampuni mawili hayo 1931 yalikuwa yakitengeneza umeme, makampuni mawili, Tanganyika ambayo TANESCO na DANESCO. Sasa sheria ya umeme Act sura ya 131 na sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Sheria hizi zinakataza vishoka, makandarasi wasio na leseni, sifa kufanya kazi za umeme kama ifuatavyo. Sheria ya umeme Act Cap ya 131, kufanya kazi bila leseni, inakataza mtu yeyote kujihusisha na ufungaji wa nyaya za umeme au kuunganisha miundombinu bila kuwa na kibali au leseni halali kutoka mamlaka ya udhibiti wa umeme wa udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA. Kosa hilo ukilifanya, ukikutwa unaunganisha umeme pasipo na leseni au nyaya za umeme pasipo na leseni au ruhusa, kosa lake adhabu yake ni: anayebainika hutoa au kupokea huduma kutoka kwa vishoka anaweza kulipishwa faini au kufungwa. Sheria ya uhujumu uchumi na kanuni ya adhabu: uwizi wa umeme na uharibifu, kujipatia umeme kinyume cha utaratibu kupitia vishoka au luku ya kuunga, kuna tafsiriwa kama wizi na uhujumu wa miundombinu ya shirika. Adhabu yake: atakayekutwa na hatia wizi wa umeme au uharibifu, kuipatia umeme kinyume cha utaratibu kupitia vishoka na luku za kuungaunga, adhabu yake: makosa haya yana adhabu kali ikiwemo faini kubwa na kifungo cha kuanzia miaka 20 jela kulingana na ukubwa wa hasara iliyosababishwa kwa shirika. Ndugu yangu,
unanisikia, miundombinu yote ya shirika la ugavi wa umeme TANESCO inapaswa kulindwa, wewe na mimi. Ukiona kuna viashiria vyote vya wizi, toa ripoti ili huyo mtu ashughulikiwe. Tusikubali watu wahujumu shirika. Makosa yameainishwa, adhabu yake zimeainishwa. Leo nikisapana nije hapa kuwakumbusha wananchi wenzangu tusifanye makosa. Kuna msemo unasema kutofahamu sheria si utetezi wa kosa uliolifanya. Sina mengi. Juma Omar Sharifu, asante sana.